Sasa kwa hili la leo, pongeza sana mkuu wa mkoa kwa kusukuma maendeleo yanayofanana na Dar es Salaam. Think big. Fikiria mambo makubwa. Fikiria madogo utakuwa mdogo. Fikiria makubwa utakuwa mkubwa. Kwa mimi nikupongeze sana kwa msukumo huu. Lakini mimi niwapongeze sana madiwani wa manispaa hii ya Ubungo pamoja na wastahiki meya na naibu meya kwa jambo moja kubwa. Maamuzi haya sio mepesi. Mimi pia nakaa katika mabaraza ya madiwani. Maamuzi haya sio mepesi. Kutoa bilioni 1,580,000 na 682,000 si uamuzi mdogo, ni uamuzi mkubwa. Lakini kubwa zaidi ambalo mmelifanya ni kutatua changamoto kubwa inayowakabili hapa. Na changamoto kubwa inayowakabili kwa sasa mojawapo ni barabara. Mvua ni baraka. Mimi pia ni diwani, mimi pia ni mbunge. Nikitoa simu yangu hapa, simu nyingi zinanikumbusha barabara ya kutoka Kiegea kwenda Masombawe, mvua. Barabara ya kutoka Mvumi kwenda Ngege, mvua. Barabara ya kutoka Dumila kwenda Mkundi. Kokote tuna changamoto hizi kwa sababu mvua imekuwa baraka, lakini imefanya nini? Imeleta changamoto. Kwa mimi nikiangalia mitambo hii ambayo leo naizindua, inanipa jambo kwenye kikao kijacho cha baraza la madiwani la halmashauri ya Kilosa kulifikiria. Na nitawaambia kwa nini tulikuwa tunasita. Tulikuwa tunasita kwa sababu mara nyingi mitambo hii ikinunuliwa kwa gharama kubwa sana, isiposimamiwa vizuri inakuwa haina tija. Inakuwa haina tija. Baada ya muda imeharibika. Baada ya muda hakuna anayeona na wajibika. Sasa mimi nimewasikiliza taarifa yenu. Nimeweka mambo mazuri sana ambayo baadaye nitayaeleza. Hiyo ndio sababu kubwa. Lakini kwa mfano huu wa Ubungo, naanza kupata mwanga wa jinsi gani halmashauri zetu zinaweza zikanunua mitambo kama hii. Mtandao wa barabara ni mkubwa, na nichukue nafasi hii kuwapongeza sana TARURA na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuipa TARURA fedha nyingi. Lakini mtandao wa barabara wa nchi hii ni mkubwa. Nchi hii ina kilomita za mraba 945,040. Sitaje nchi za Kiafrika ili nisije nikaleka vibaya. Lakini ukubwa wa nchi hii unaingiza Uingereza yote na Ufaransa yote na eneo linabaki. Nchi hii ni kwa ukubwa ni mara 4 ya Uingereza. Na ninaposema Uingereza ni England, Wales, Scotland na Northern Ireland. Sababu wakati mwingine tunasahau hilo. Kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma ni kilomita 1,300. Si vizuri kulisema hapa. Mtu anayeondoka kwa ndege Dar es Salaam kwenda Nairobi kwa ndege hiyo hiyo, na anayetoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, wa Nairobi atafika, atarudi, wa Kigoma bado yuko angani anaenda Kigoma. Ndio ukubwa wa nchi hii. Wakati mwingine tunasahau kwamba nchi hii ni kubwa. Maana yake mtandao wa barabara ni kubwa na TARURA anafanya kazi kubwa. Lakini ili kazi ya TARURA hiyo na ufanisi, ubunifu wa aina hii ambao umeufanya manispaa ya Ubungo unatakiwa sana. Shughuli ya leo haiondoi TARURA, lakini shughuli ya leo inaongeza uwezo wa manispaa ya Ubungo na wana Ubungo wenyewe fanya shughuli pamoja na nani? Pamoja na nani? TARURA. Yaani wanamtaa wenyewe, lakini sekta binafsi. Sasa kuna nyenzo za kuweza, na wakati mwingine TARURA anaweza kuwa na budget lakini hana nini? Hana mitambo. Kwa sababu yeye anapewa barabara ya operation na yeye anatoa hizo kazi kwa wakandarasi. Nakosea, mtu wa TARURA yupo. Bwana wa TARURA, si mnatoa kandarasi. Ina maana mtu mnayempa kandarasi ana uwezo wa kodi hii tambo. Ndio maana nasema Mheshimiwa mkuu wa mkoa na uongozi wote, leo mmenipa kitu kipya.
kwamba mmoja wa wateja wa mitambo hii ni wale ambayo TARURA anawapa nini, kandarasi ya kufanya nini, kutengeneza barabara. Lakini wako watu binafsi kwenye mtaa wanaweza kutaka kutengeneza barabara, achangia kidogo mafuta, mitambo hii ikafanya nini, fanya kazi. Sasa hilo ni muhimu sana, na hicho ndicho kinachosisitizwa kwenye dira ya 2050 kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025, na ndicho anachokisisitiza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sisi viongozi wote tuwe wabunifu katika kuongeza uwezo wa kutatua changamoto za wananchi, kwa sisi wenyewe pia kuchangia. Kwa jambo ambalo limefanyika leo ni jambo kubwa, si dogo hata kidogo. Sasa nini wajibu wenu watu wa manispaa ya Ubungo? Kwanza ni kuhakikisha mradi huu unakuwa endelevu. Mkiufanya kwa ufanisi, ukafanikiwa, halmashauri nyingine za wilaya, halmashauri za miji, halmashauri za manispaa zitakuja kujifunza kwenu kufanya jambo hili. Lakini mradi huu ukitetereka, maana yake na sisi wengine ambao tumekuwa na sita, tutasita zaidi. Na ili mradi huu uwe endelevu, hapa mnasema mmeunda kamati ili kuelekea kuanzisha SPV. Sasa SPV, ndugu zangu wananchi, ni kifupi cha Special Purpose Vehicle. Yaani maana yake hawa wanazungumzia kuanzisha kampuni au kitengo cha kusimamia hii mitambo. Mimi naomba huo mchakato ukamilike haraka sana. Haraka sana. Sitaki kutoa deadline, lakini ndani ya mwaka wa fedha huu ni mrefu mno. Hakikisheni mna chombo cha kusimamia mitambo hii ili muwe na watu wanaowajibika kuhakikisha inafanya kazi na fedha inafanya nini, inapatikana, na wajue riziki yao ya kila siku inatokana na mitambo hii kufanya kazi. Kama haifanyi kazi, na wao hawana riziki. Sio, naeleweka? Kaimu mkurugenzi, unanielewa? Kaimu mkurugenzi, unanielewa? Ndio. Huu mchakato wa SPV ufanyeni haraka. Jambo hili mkitaka kulisimamia manispaa kwa kutumia nyinyi wenyewe, itadorora, na watakuwa hawana motisha ya kuisimamia kwa ufanisi, kwa sababu bado wana mishahara yao, wana posho zao, wana marupurupu yao, wana pension yao. Fanya shughuli hii iwe kibiashara, iwe na watu wa kuisimamia asubuhi na mchana, na hili swala la seti ya pili lipate msukumo wa haraka, na si lazima lifanye kazi katika manispaa hii tu, naweza mkasaidia hata manispaa za jirani. Lakini jambo kubwa na lenye tija, na linaakisi kabisa alivyo mkuu wetu wa mkoa, linaakisi kabisa alivyo mkuu wetu wa wilaya, linaakisi kabisa uongozi wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa na manispaa hii, lakini linafanana na sisi sote. Mimi niwapongezeni sana 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 katika hili. Niwapongezeni sana na